Amen. Tumefundisha kwa habari ya msaada ambao unauhitaji. Wakati mwingine unakuwa unahitaji msaada labda wa madhabahuni, unahitaji msaada wa kubebwa katika maombi, unahitaji msaada wa mtu kukushika mkono, kwa sababu nimeshazungumza kwenye ibada kadhaa zilizopita na nimeeleza wazi kabisa ya kwamba zipo nyakati ambazo unaweza ukapita, zipo nyakati ambazo unaweza ukakutana nazo kwenye maisha, na ni nyakati ambazo zinaweza zikawa ngumu sana, ni nyakati ambazo zinaweza zikawa nzito sana kiasi kwamba ukashindwa ama ukakosa nguvu ya kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa idadi kubwa sana ya watu wamekuja madhabahuni, wamenitumia ujumbe, wamejaribu kueleza ya kwamba namna gani wanahitaji huu msaada, na ni kweli wapo kwenye nyakati ngumu, wapo kwenye vipindi vya ukame, hali sio nzuri, mazingira yamebadilika kabisa, na ukitazama unaona ni kweli ni watu ambao wanahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe. Na msingi wa andiko letu unapatikana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Ukisoma na mimi kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, utakutana na habari ya ndugu wawili. Mtu wa kwanza alikuwa anaitwa Petro, lakini kulikuwa kuna Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni wanafunzi wa Yesu, ni wale wanafunzi ambao walikuwa karibu na Yesu, walikuwa wanatembea na Yesu, wameishi na Yesu kwa miaka yote ambayo Yesu amefanya huduma, alikuwa nao kabisa, Yakobo pamoja na Petro. Lakini ni watu wawili ambao wametengenezewa hatima zao kutokana na kanisa kusimama lilivyosimama. Ni hatima ambazo zilikuwa zimebebwa na kanisa, ni hatima ambazo zilikuwa zimebebwa na waombaji. Ukizungumza kwa habari ya hatima ya Yakobo, ilikuwa imebebwa na waombaji ama imebebwa na kanisa, lakini same kwa hatima ya Petro pia ilikuwa imebebwa na kanisa, ilikuwa imebebwa na waombaji. Ukisoma na mimi haya maandiko utaona wazi kabisa ya kwamba Herode aliyekuwa mfalme kwa kipindi kile alitoa maamuzi na akamkamata. Alikuwa anajaribu kukamata wanafunzi wa Yesu, alimkamata Yakobo. Tulianza na Yakobo, alimkamata Yakobo na akamuua kwa upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekaa naye pale akamuua kwa upanga. Si kama unaelewa ninachokizungumza. Na ilifikia hatima ya Yakobo kuuawa na Herode kwa upanga kwa sababu hakukuwa na muombaji, hakukuwa na mtu ambaye anaweza akasimama kwa niaba ya Yakobo. Yakobo alijikuta anaingia kwenye mtego wa kuangamizwa kwa sababu kanisa halikushtuka na kusimama, waombaji hawakushtuka na kusimama kuomba kwa niaba ama kwa ajili ya Yakobo. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Na ndo kitu ambacho watu wengi sana mnapitia leo hii, ndo mazingira ambayo idadi kubwa sana ya watu mnapitia sasa hivi. Na huenda hata muda huu nazungumza na unaelewa kabisa kwamba ninazungumza na maisha yako katika nyakati na mazingira ambayo unayapitia sasa hivi. Unasema nimepambana ninavyoweza, sio kwamba simjui Yesu, ninamjua Yesu. Sio kwamba sihudhurii kanisani, ninahudhuria kanisani wakati mwingine na ninafanya maelekezo yote, lakini kuna nyakati ambazo nimekutana nazo na nimepoteza kabisa nguvu ya kuendelea mbele. Imani ninayo ya kwamba naweza nikapata msaada, lakini nguvu ya kuomba imekata. Wakati mwingine najikuta nikiingia kwenye maombi mtumishi, nikiingia kwenye maombi kutafuta uso wa Mungu, najikuta machozi yanatiririka. Ninawaza magumu ambayo ninayapitia, ninawaza mateso ambayo nakutana nayo, najikuta nakosa kabisa maneno ya kuzungumza. Wakati mwingine nimejikuta napeleka hata malalamiko tu mbele za Mungu. Wakati mwingine nimejikuta tunawaza mateso ambayo ninayapitia. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio watu ambao wanahitaji mtu. Ukienda kumuuliza Yakobo na chanzo cha kifo chake, ukikutana naye mbinguni, atakwambia kanisa likusimama. Na kanisa likusimama kwa nini? Kwa sababu story ya pili ama habari ya pili inatupeleka moja kwa moja kwa Petro. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Inatupeleka kwa Petro. Na Petro ndo nataka nikupe msingi, uhusiano wa Petro kutoka gerezani na sababu ya kanisa ama waombaji kuamka na kuanza kuomba. Ile connection ndio ilipeleka usalama kwa Petro. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Unaweza ukaendelea kuwasiliana na sisi. Nambari ya madhabahuni ni 0758 70 8804. Ni kweli kabisa. Haya mambo hata siwezi kukulaumu, na hakuna mtu duniani anaweza kukulaumu. Mambo yanabadilika, vitu vinabadilika, inaeleweka kabisa. Inaeleweka kabisa. Hata Yesu kuna nyakati alipitia, alikuwa ni mwana wa Mungu, na kuna nyakati alipitia. Mitume ambao tunawasoma kwenye Biblia kuna nyakati walipitia. Zipo nyakati ambazo zinabadilika. Nenda kamuulize Hezekia, alikuwa na changamoto ya ugonjwa na ilikuwa lazima aondoke, lakini kuna namna aliomba akapata msaada. Nenda kawaulize watumishi mbalimbali, watakupa maelezo. Nenda kamtazame Danieli na changamoto ambayo alipitia. Nenda kawaulize kina Meshach, Shadrach. Hili jambo sio wewe wa kwanza kulipitia. Maisha kubadilika, wewe sio wa kwanza kupitia. Vitu kuchange maishani mwako, wewe sio wa kwanza kupitia. Na hakuna mtu anaweza akakulaumu. Hakuna mtu anaweza akainuka akaanza kukucheka ya kwamba sasa hivi unapitia shida, sasa hivi unapitia changamoto. Hizo nyakati zipo kwa wanadamu, hizo nyakati zipo.
Kwa kila mtu hizo nyakati zipo, zile nyakati ambazo you feel alone, unajisikia uko peke yako, unajisikia umetengwa, unaona kama hakuna rafiki wa karibu anayeweza kukushika mkono. Wakati mwingine unajaribu kuinua macho yako, unatazama nani aliye karibu na wewe ambaye anaweza akakusupport, but you see nobody. You see, hauoni mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Hii anaandika Daudi kwenye Zaburi, anasema nitainua macho yangu juu, nitazame milima na mabonde, msaada wangu unapatikana wapi? Alichogundua ni kwamba msaada wake unapatikana kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo akakatwa kichwa na Herode kiukawaida kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kanisa halikuomba, kanisa halikusimama kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaniuliza kwa nini, yani umejuaje kwamba sababu ni kanisa halikusimama kuomba? Kwa sababu habari inayofuatia ndio inatuonyesha namna ambavyo Herode akaenjoy, Herode akafurahia kile ambacho alikifanya kwa Yakobo, na kwa sababu watu walifurahia, wanaomzunguka, wananchi wake walifurahia, akaona ni kitu kizuri, akamkamata mwingine anaitwa Petro, akamkamata mwingine, akamtia gerezani, akamtengenezea na akamwandalia siku maalum ambayo atamkata na kumchinja kwa upanga kama alivyofanya kwa Yakobo, akamweka gerezani. Sasa hapa ndo kanisa likashtuka, hapa ndo waombaji wakashtuka, wakasema tukinyamaza Petro naye anaondoka kama alivyoondoka Yakobo. Tukikaa kimya, tunajua hatuwezi kupambana na mfalme. Huyu ni mfalme kabisa. Hatuwezi kuweka maandamano, hatuwezi kutengeneza namna yoyote tukamshinda huyu ndugu. Huyu ni mfalme. Lazima tuingie mbele za Mungu kwa maombi, tumlilie Mungu kwa habari ya Petro ambaye amewekwa gerezani na yuko kwenye foleni ya kukatwa kwa upanga kama alivyofanywa Yakobo. Nazungumza na mtu, huenda maisha yako yamebadilika kabisa. Unasema kabisa, mtumishi, unasema na maisha yangu ni mimi ambaye ni kama nipo tu kwenye kifungo, nipo gerezani, sielewi leo yangu, sielewi kesho yangu. Yani maisha yangu ni kama kukikucha ndo najua kumekucha, lakini sina picha ya kesho yangu. Ni kama kesho yangu inaonyesha giza, hakuna quality picture ambayo inaonyesha kesho yangu. Ni kama nimezungukwa na milima, ni kama nimezungukwa na maadui, nimezungukwa na giza, sioni naenda wapi, sioni narudi wapi. Leo yangu ni kama jana yangu na kesho yangu hata sijui imebeba nini. Mtumishi, unasema na mimi. Huenda kuna mtu nazungumza naye na ni kitu ambacho kilimkuta hata Petro. Naomba nikukumbushe jambo moja. Petro, kumbuka, alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Na kumbuka, Petro ndo yule ambaye Yesu alitoa kauli baada ya Yesu kuuliza watu wanasemaje, mimi ni nani? Alikuwa na maswali mengi kwa wanafunzi. Petro alijibu maswali ya msingi sana, mpaka Yesu akashtuka akasema, sio mwili na damu vilivyokufunulia hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake Roho wa Mungu alimfunulia Petro, na Yesu anazungumza, anasema juu yako nitalijenga kanisa na hakuna malango ya kuzimu yatakayolishinda. Petro alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi wa karibu kabisa wa Yesu, lakini imagine anawekwa gerezani, amepoteza nguvu ya maombi. Petro ndo rafiki wa karibu wa Yesu. Tunaweza kusema kabisa alipofungwa gerezani alikuwa na uwezo wa kuomba na akapata msaada. Lakini kwa nini Petro alinyamaza? Biblia haijaandika ya kwamba Petro aliomba, na usiulize ukaniambia labda aliomba, hawajaandika. No. Mbona kina Paulo na Sila walivyofungwa gerezani, Biblia imetuandikia ya kwamba walifanya ibada, walikuwa wanasifu, walikuwa wanaomba, na mpaka milango ya gereza ikafunguka. Walichokiandika kwa Paulo na Sila walikuwa na uwezo wa kuandika kwa Petro, lakini Petro, kwa nini haikuandikwa hiyo? Manake Petro alinyamaza, Petro alikata tamaa, Petro alivunjika moyo. Na kwa nini alivunjika moyo? Kwa sababu alishaona kilichompata ndugu yake wa karibu Yakobo. Akasema, hapa mimi sielewi kinachoendelea, na uhakika hata nikiomba nitakatwa tu, kichwa kitaondoka tu, lazima uhai wangu unaishia hapa. Kuna faida gani ya kuomba? Haya ndo mazingira ambayo watu wengi tunakutana nayo. Kuna mtu kabisa anasema, haya madeni nilionayo, hata nikipiga magoti kuomba amna, benki itakuja tu kunifilisi, vitu vyangu vinauzwa. Yani hapa hata nipige magoti kuomba, mume ameshaamua kwamba anaandika talaka, itasaidia nini mimi kupiga magoti kuomba? Hata nipige magoti, nimeshamlilia Mungu mara kadhaa, nimeshalia mbele za Mungu, sijapata uzao na nipo kwenye ndoa muda mrefu. Hata nikipiga magoti saa hii biashara yangu haiwezi kubadilika. Hata nikipiga magoti saa hii nimeshaandikiwa barua, sitakiwi kazini. What can I do? Nifanye nini? Hata nikipiga magoti. Unajikuta umekata tamaa kabisa na umepoteza tumaini. Hautofautishwi na Petro. Petro alipitia hizo nyakati, anamjua Yesu 100% zaidi ya wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa karibu na Yesu. Mimi na wewe leo hii tunamsoma Yesu, Roho Mtakatifu anamshuhudia Yesu Kristo ndani yetu. Lakini Petro alikuwa anatembea na Yesu ABCD. Walikuwa wanapanda milimani kuomba, walikuwa wanatembea popote, wanafanya mikutano. Alikuwa Bennett na Yesu. Kama unaelewa. Yesu kuna nyakati aliwaacha wanafunzi wengine pembeni, akamchukua Petro, akamchukua Yohana, akasogea nao. Manake Petro alikuwa ni mtu wa karibu kabisa wa Yesu, lakini imefika nyakati amekata tamaa.
Ninataka nikwambie, huenda una utumishi wako ndani kabisa, wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini imefika mahali umepoteza nguvu. Huenda wewe ni mtu wa kanisani kabisa, church boy, church girl, unamjua Mungu, sio kwamba haumjui Mungu, lakini imefika mazingira na imefika nyakati, vita ambazo umekutana nazo zimepoteza nguvu ya kuendelea mbele. Ndio wewe ninayekutaka, kwa sababu neno hili limekuja kwa ajili yako, limekuja kwa ajili yako. Ukisoma na mimi kitabu cha Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wa 4, tuangalie mstari wa 3. Mstari wa 3 Biblia inasema hivi: na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, yani huyu Farao baada ya kumuua Yakobo, inasema akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Mstari wa 4, alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, maana askari pale kama 16 wamlinde, akitaka baada tu ya Pasaka aweze kumtoa na kumweka mbele za watu. Mstari wa 5, basi Petro akalindwa gerezani. Baada ya kulindwa gerezani, nini kinaendelea? Biblia yangu inaniambia hivi: nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Madhabahu ya Siri za Biblia iko tayari kumuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili ya changamoto unayopitia kwenye biashara. Madhabahu ya Siri za Biblia iko tayari kumuomba Mungu kwa juhudi kwa changamoto unayopitia kwenye ndoa. Madhabahu ya Siri za Biblia iko tayari kumuomba Mungu kwa juhudi kwa changamoto unazozipitia kwenye uchumi, changamoto unazozipitia kwenye mahusiano yako, changamoto unazozipitia kwenye afya yako, changamoto unazozipitia kwenye maisha yako kwa ujumla. Biblia inasema kanisa likashtuka, likaingia kumuomba Mungu kwa juhudi, sio kwa utani, kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Bwana Yesu asifiwe. Nani anakutana na hizi nyakati? Nani anapitia hizi changamoto? Nani anakutana na haya magumu na amepoteza nguvu? Ni kama una ukame ndani yako. Hata ukisema upige magoti kuomba ni ngumu. Kufunga unafunga, lakini kuomba inakuwa ni changamoto. Yaani kuna nguvu ya kiroho imekata ndani yako, umepoteza tumaini. Nataka nikwambie, hizi ni nyakati za wewe kuinuka tena. Hizi ni nyakati za wewe kusimama tena. Na niko hapa Pastor Innocent Mashauri. Niko hapa pamoja na Roho Mtakatifu, pamoja na Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kuhakikisha nguvu mpya inaingia ndani yako kwa maombi ambayo tutaendelea kuyaomba madhabahuni ili upate nafasi ya kusimama tena. Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana safari mpya na wewe. Haujaletwa kutoka ulipotoka uishie hapo. No. Kuna safari inaendelea. Yule aliyemtoa Petro gerezani, nitaendelea kukusomea haya maandiko. Aliyemtoa Petro gerezani, malaika waliotumwa kwenda kumtoa Petro gerezani ndo malaika watakaotumwa kukutoa kwenye gereza la madeni. Malaika waliotumwa kumtoa Petro gerezani ndo malaika watakaotumwa kukutoa kwenye changamoto ya mahusiano na ndoa yako. Malaika waliotumwa kumtoa Petro gerezani, zile changamoto ambazo unazipitia kwenye ndoa zinaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Ndo malaika ambao wanatumwa kwako kukutoa kwenye kila gereza. Wengine mpo kwenye magereza ya magonjwa, magereza ya madeni, changamoto, magereza ya kukosa kazi, magereza ya kufilisika na kukosa kabisa wateja kwenye biashara yako. Magereza yako mengi, magereza ya kiroho yaliyowakamata watu. Nataka nikwambie hili jambo ya kwamba Mungu amekusudia kukusaidia zamu hii, na zamu hii ni ya kwako. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Endelea kuwasiliana na mimi 0758 70 8804. Haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Tunaendelea na hii ratiba ya maombi, kwa hiyo usikose kwenye sehemu inayofuata. Lakini hakikisha una subscribe YouTube channel ya Siri za Biblia, kwa sababu maelekezo mengi ninaendelea kuyaachilia hapo ya namna ya kuomba na namna ya kukuombea na namna ambavyo unaweza ukaendelea kupokea haya maombi. Wakati mwingine si tu kuomba pamoja na wewe. Nisikilize nikwambie. Zipo nyakati ambazo natakiwa niombe na wewe, yani tuombe pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Zipo nyakati tunatakiwa tuombe pamoja. Wakati naomba na wewe unaomba, Mungu anatusikia na Mungu anajibu. Lakini zipo nyakati naelewa kabisa, magumu yanapokufika shingoni, mazito yanapokufika shingoni, Waswahili wanasema maji yanapofika shingoni hauwezi ukafanya chochote. Ndo zile nyakati ambazo listen to me, sikiliza maombi ambayo nitayaomba mbele za kiti cha enzi kwa ajili yako. Ni kama Petro alinyamaza, kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili yake. Ndo vile ambavyo madhabahu ya Siri za Biblia inasimama na kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile kauli ambayo Mungu alimwambia Musa awaambie wana wa Israeli, nyamazeni, be calm, be still, nyamazeni mkauone wokovu wa Bwana, ndio kitu ambacho kinaenda kutokea kwenye maisha yako. Usikose kwenye sehemu inayofuata.